Kuna hili swali hili ambalo wanakutana nalo pia. Ni kweli mwanaume huwa anapoteza shauku kwa mkewe? Yeah. Inatokea, na tunasema kuna natural cause, kuna sababu za kiasilia, lakini pia kuna sababu zinazotokana na mazingira au kusababishwa na mtu mwingine. Sababu za kiasilia ni kwamba mwanaume akishaoa, akishaanza kuishi na mke, wanasema kitaalam, baada ya siku 90, miezi mitatu, anakuwa mke wake hana jipya kwake. Kwa hiyo kazi inaanza kwa mwanamke kuanza kudumisha mahusiano tena. Kama ni kampeni mwanaume alishafanya, ameshapata jimbo, kwa hiyo kazi inayofuata yanaanza kufuata kuhangaika na mambo mengine. Wewe umeoa? Nimeoa. Ni kweli huo msemo unaosema kwamba kweli baada ya miezi mitatu mwanamke anakuwa hana jipya tena kwako? Ni msemo ambao una uhalisia endapo mwanamke asipojua kwa nini ameolewa. Umelisikia swali langu? Nakuelewa. Wewe umeoa? Nimeoa. Ni kweli ulichokizungumza kwamba mwanaume akifikisha siku 90 mwanamke anakuwa hana jipya tena kwake? Iko hivi. Kama mwanamke hajui, mwanaume akishaoa baada ya hizo siku 90 ana focus, ile excitement ya kuwa na mke inaisha. Anaanza maisha sasa baada ya kuoa. Sijui unanielewa? Kabla ya kuoa anatamani kuwa na mke. Kuna vitu anavifanya, yuko excited kwa sababu ninataka kuoa. Akishaoa baada hizo siku 9 anagundua kumbe kuoa sio jambo geni. Ushanielewa? Kwa hiyo anaanza kupambana na kitu kingine. Yes, sasa anatafuta vile vingine ambavyo sasa tunaanza kuwaza mambo mengine, watoto itakuwaje, na mipango ya kujenga na mpango kufanya jambo fulani, unanielewa? Kwa sasa mwanamke yeye sababu anaenda kwa hisia zaidi, anaanza kuwaza kuendelea kuishi kimapenzi zaidi, wakati mwanaume sasa anaanza kuishi kimipango zaidi. Hivi kwa hiyo asipokuwa mwanamke anajua kwa nini aliolewa, akakaa kwenye nafasi yake, shauku inaanza kwa mwanaume inaanza kupotea. Hebu fafanua vizuri hapo kwamba mwanamke asipojua kwa nini ameolewa, alafu shauku ndio inapotea inapotea mwanaume, kwa sababu anaanza kuona havipati vile alivyokuwa anavitegemea. Kwa mfano, umeelewa? Ngoja kwanza hapo amesema asipoelewa kwa nini kaolewa mwanamke. Yes. Ina maana hapa mtu anayeoa na anayeolewa kuna sababu za kuweza kuoana. Exactly. Si ndio? Yes. Lazima wote tuweze kufahamu hii. Si ndio? Ndio. Vipi kama mimi nimeoa ili niweze kudumisha uchumi na mke wangu anafahamu hilo, bado nitakuwa kwenye hiyo hali? Unawaje ili kudumisha uchumi? Watu wanafanya hivyo, si sababu? Tupe tufafanulie vizuri. Hakuna sababu ya kuoa ili udumishe uchumi. Unapaswa kuoa ukiwa tayari una uchumi. Mwanamke hayupo kwa ajili ya kudumisha uchumi wako. Ni asilia hii. Asili. Yes. Lakini kuna watu sasa hivi, na hiyo ni kosa kubwa sana la mwanaume kupoteza hata nafasi yake ya wanaume, kudhani kwamba anavooa ndio anaenda kuimarisha uchumi au anaenda kupata uchumi. Umeshawahi mpaka hapo tayari anakuwa ameoa kwa sababu isiyo sawa na lengo la ndoa yenyewe. Yes. Na ndio tatizo linapoanzia. Mbaya sana au nzuri. Hakuna mwanamke anawaza kuolewa ili adumishe uchumi wa mwanaume. Kweli? Anawaza akatumie. Akatunzwe. Si amesema hakimu hapa wajibu wa mwanaume. Wajibu wa mwanaume wewe ndio kwenda kulea mke na watoto na ndugu wengine. Sio wewe kwenda kutengeneza uchumi kwa mwanamke. Ni aibu kwanza. Okay. Yes. Sawa, tuendelee. Twende kwenye sababu za kimazingira au za kiasilia bado zinaendelea. Labda niziweke tu kwa ujumla. Sawa. Yes, ambazo sasa mtu itakuwa kazi kwake kuchambua hii ya kiasilia au inatokana na mazingira. Mimi leo nimekuja tu na sababu 5. Sawa. Ambazo zinamfanya mwanaume akose nini? Akose shauku kwa mkewe. Sawa. Sababu ya kwanza ni tunasema kwa lugha rahisi kamdomo. Kamdomo. Mwanamke amepewa silaha kubwa 3 kwenye maisha ya mahusiano. Ya kwanza ushawishi, ya pili kinywa laini, ya 3 mapenzi. Sasa kwenye kamdomo hapa ni uwezo wa mwanamke kutumia kinywa chake vizuri, ndio kunamfanya mwanaume awe na shauku ya kukaa karibu na mke wake, ya kuwahi kurudi nyumbani, hata ya kutamani mapenzi. Ushanifahamu? Kwa hiyo mwanamke akitumia vizuri mdomo wake anaweza akamfanya mume wake amfurahie, afanikiwe, apambane zaidi. Lakini akitumia tu mdomo wake vibaya,
atamfanya mwanaume ajidharau, ajione hafai na apoteze hata ile hamasa ya kufight kwa ajili ya ndoa yake, kwa ajili ya mke wake au na watoto wake. Kwa hiyo mdomo mwenye matumizi tunasema ni silaha, inaweza kuangamiza au ikaweza kutengeneza mahusiano yako. Na nilikuwa nafuatilia research, kuna chuo kimoja cha Marekani, nafikiri ni Maryland University, wanasema 75%, 75% ya ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika kwa sababu ya kukosekana kwa sanaa ya mawasiliano. Kwenye mawasiliano, huyu anaongea nini, kujua nichague maneno gani, kama ninakusudia ndoa yangu iendelee kuwa nzuri, kama nakusudia shauku ya mume wangu, sababu wanaume tunapenda kusifiwa, wanaume tunapenda kuwa encouraged, ushanifahamu, sio kusifiwa kama watoto, kusifiwa kwenye kummotivate, kumpa mtu hamasa kila anachokifanya. Kwa hiyo nikijua shabiki yangu namba 1 ni mke wangu, shauku yangu haiwezi kufa. Ndio watasema huyu ndio mwanamke sasa anajitambua kwa nini ameolewa. Kwa hiyo manake kwamba ni rahisi zaidi kugombana kama mkeo asipokuwa shabiki wa unachokifanya. Kabisa, sio tu kugombana, yani kutokuwepo nyumbani. Kwa sababu mwanaume hana asili ya kugombana na mwanamke. Hayupo mwanaume anagombana na mwanamke. Ila ukiona mwanaume anagombana na mwanamke, ujue ndani ya mwanamke kuna tabia za kiume zimeinuka. Kwa hiyo tunapambana na mtu ambaye tunasema iko charge, ndio zinafanya nini? Huwa zina react. Kwa hiyo hatari sana. Irudie tena tafadhali. In case bibi yangu kule Iringa anasikiliza. Irudie ili aweze kukuelewa. Au wifi aelewe vizuri. Tuendelee. Yaani hakuna mwanaume ndio ambaye anaweza kugombana na mwanamke au ambaye anapanga kushindana na mwanamke. Hayupo huyo. Na hakuna aliyewahi kuumbiwa hivyo. Isipokuwa ikitokea mke wake au mwanamke yote ametengeneza tabia za kiume zimeinuka ndani yake, kwa hiyo mwanaume anakuwa anapambana na yule mwanaume aliyotokeza ndani ya mwanamke. Okay. Huyu mwanamke atafahamu vipi kwamba mimi sasa hivi kweli, yani kwa sababu ni tunazingwana kuna vijitabia vya kiume viko ndani? Ni kwa kuelimishwa, ndio maana tuko hapa, tunamwambia tabia zipi, tutamwambia. Okay, yes, na hiyo itakuwa ya kwanza, ya tatu itaenda kwenye hiyo. Ya pili ni kukosekana kwa uhuru au hali ya kuleta pumziko nyumbani. Mwanaume siku zote anataka eneo akae mazingira tulivu kwa asili, hataki makelele, mambo mengi. Sasa anapokosa utulivu, akijua nyumbani, kwa mfano unasema nyumbani kumekuwa sehemu ya mahakama, nyumbani imekuwa sehemu ya mashtaka, unajibu kesi kila siku. Kila siku ni kesi, ukirudi hauna utulivu. Mbona hivi ilikuwaje jana, huyu kakupigia huyu nani? Mke wangu mtu akipiga akimuuliza huyu nani, anamwambia chukua namba yake hapa muulize. Ongea naye. Lakini tukizungumza asili ya mwanamke, kuna siku tumeshawahi kuzungumza hapa. Yes. Asili ya mwanamke ni kuuliza sana maswali. Sasa na mwanaume unatakiwa umjibu. Ndio. Ukisema hivyo kuna vitu ambavyo tunakosea. Kuna tofauti ya kuuliza. Asili ya mwanamke sio kuuliza, ni kuuliza maswali. Kuna tofauti hapo ya kuuliza siku zote kuna boa. Na yupo mwanaume anapenda kuulizwa. Ila wanapenda kuulizwa. Kuulizwa kwa sababu inaonyesha unajali. Ukiwa huulizi chochote, maana yake hujali, si ndio? Kweli. Yes, lakini kuuliza maswali. Na je, unauliza kwa mfumo upi? Unajua swali lako linaweza likamaanisha huniamini. Swali lako linaweza likatoa tafsiri kabla hata sijatoa majibu. Kwa hiyo linapoonyesha kwamba swali lako unajali, una feel ule wivu wa kimapenzi, sio una mashaka na mwenendo wangu, mwanaume ana feel comfortable. Mbona hapo suti naona kama kuna lipstick? Anakuuliza sasa. Sawa. Hapo mbona kama kuna lipstick kwenye suti? Ndio mwanamke anakuuliza sasa. Ndio utatakiwa ujibu. Kama ni rangi, nilikuwa napaka rangi au ni imekuaje ujibu. Yaani hiyo rangi ndio ije kwenye suti huko jamani, siende kwenye viatu. Sasa na unajua timing ya kumuuliza. Wanaume wengi wanashindwa hata kujibu maswali vizuri kwa sababu wanaume wanakusoma, ndio kama nilivyosema. Ili swali ukishaonyesha kwamba humuamini, hawezi kukupa jibu sahihi. Nilimwambia Yost. Hawezi kukupa, atajihami.
Ukiuliza tu swali ambalo atakuwa mkali. Naogopa sana. Sasa nimemuuliza kwa mfano hilo swali, nimemuuliza mbona leo umekuja, mbona hii boxer sijui, sijai kuiona. Au kwa mfano amechelewa kurudi nyumbani. Ndio. Sometimes mpe huduma yake kwanza, mwache feel comfortable. Kesho muulize. Sio amechelewa sasa. Kwa nini usimpe pole kwa kuchelewa? Na unajua sio kawaida. Sawa, nampa pole amechelewa, lakini ndo nimuulize kesho na mtu karejea leo. Mimi na wake gani kama kesho ataamka? Ndio huo ndio tunasema mwanamke tunataka mwanamke ambaye una feel comfortable. Ili kesho kutwa nikichelewa. Aya kesho hajaamka mauti amemkuta usiku. Mimi nitakiona. Manake haamini. Manake ndo maana sisi hapa waga ni tunakuja sasa kureka ile insecurity. Yes. Na ndio asili yetu. Yani swali tu hilo, ngoja. Mwisho siku atakayeumia ni mwanamke. Yes. Swali tu hilo la mbona kitu fulani? Mbona? Unaona swali lilianza vibaya. Yes. It means kwamba wewe hapo you start. Kwa hiyo sasa natakiwa niulizeje badala ya kuweka hiyo mbona? Baby, sikiliza hani. Hii boxer sijawahi kuiona. Ya nani? Ya nani anakuona umevaa wewe? Mimi nitakuuliza umeipata wapi? Ya nani vipi na anakuona umevaa wewe? Umeona akili zao hizi? Alafu kitu ambacho na majibu nacho mimi huwa nashauri mtu usiulize. Asante. Nice to meet you. Na sisi wanawake tunauliza vitu ambavyo tuna majibu mawili. Yaani twende. Unajua mtu mzima akikosea ni kama vile mtoto wako ambao unajua ni mtu mzima na miaka 16, 17 mpaka 20. Ameondoka nyumbani bila kuaga wiki nzima, uelewi alipo. Karudi nyumbani. Huyu amejitambua kabisa na anajua alichofanya ni makosa. Mimi siwezi kumweka kitimoto. Kwanza kumbananisha ulikuwa wapi? We have to talk very friendly. Umenielewa? Ndivyo mtu mzima anavyokuwa treated. Hiyo ndio kitu cha tatu nilikuwa nazungumzia hapa. Mwanaume sababu inayomfanya kosa Shauku ni mwanamke kumtreat mume wake kama mtoto. Mwanaume anataka kuwa treated like a king, kama mfalme, na tuna ufalme ndani. Hapo kama hujaeleza ufalme uliopo ndani yenu. Wanawake wanaambiwa ukienda huyo mlee kama mtoto. Kosa kubwa sana. Kosa kubwa sasa sana. Mtoto wangu mimi nataka kujua sasa hivi anacheza na nani? Yuko anacheza mtaa gani? Amekula nini? Anafanya nini? Kwa sababu tayari nilishaambiwa kwenye jamii nilotoka, nikamlea huyu mwanaume kama mtoto. Nizifate nyendo zake. Alafu leo unakuja kuniambia mimi huyu mwanaume yani nisimfanye kama mtoto. Yes. Na naambiwa kabisa kwenye jamii yangu kwamba mtoto wako wa kwanza ni mumeo. Sijui tunaelewana uzuri. Alafu sasa leo naambiwa kwamba huyu ni mfalme. Haya mfalme mimi inakuaje? Unajua hizi kitchen party sasa hivi kuna makosa wanafanya. Naam. Mwanaume hajawahi kuwa mtoto na hakuna mwanaume anapenda kulelewa kama mtoto. Sehemu pekee ambayo mimi naweza nikamruhusu mwanamke amtreat mume wake kama mtoto kwa asilimia angalau 2 ni kuhakikisha amekula chakula 2 yani asilimia chache. Naam. Kwa sababu ukimtreat tu kama mfalme ina compile vitu vyote. Mtoto anafokewa, mtoto anagombezwa, anawekewa utaratibu, umenielewa? Lakini mwanaume hafanyiwi hayo yote. Mwanaume hapangiwi, mwanaume hafokewi, mwanaume haelekezwi cha kufanya. Hawekewi kanuni. Yeye ndio kanuni. Yaani familia inajengwa na mwanaume. Kwa hiyo sasa mwanamke ukielewa siri hii ukaishi kwenye mwanaume hata anavoomba ushauri, lazima uwe makini sana. Naomba ushauri kwa mara ya ngapi? Kama mara ya kwanza mwambie nakusikiliza mume wangu. Anajua hapa ninaweza kuexercise ufalme wangu. Hii ni sehemu salama. Nikirudi nikaongea na wife atanielewa. Ila ukiona anarudia mara ya pili, hisi kuna jambo linanisumbua. Hebu ndio hapo anza kumshauri sasa. Taratibu. Hata kama unajua jambo hili, mimi ndio na ufahamu mkubwa kuliko mume wangu. Hatari kabisa, mfalme nyota niko hapa. Malkia unaye sasa. Malkia unaye. Na kufuata kanuni. Kuna kitu hapo amazing sana. Nitamani nikaongezea hapo. Ya kwamba mwanamke akishaanza kukubali mwanaume awe mfalme, huwa inageuka. Ndio raha yake. Na yule anakuwa anatishia kama malkia. Anaanza kuuliza mke wangu, niko hapa Mlimani City nikuletee nini? Hakuna haja ya kuomba sasa. Hakuna haja, unaletewa tu. Kwa sababu umeshathamini nafasi yake. Kwa hiyo nataka kuniambia wanawake wanaomba sasa sample wamewatishwa umezao kama watoto. Kwanza ndio maana wanaomba. Inawezekana kwa asilimia 100.